siku uwanjani Julian anajua anaenda kukabiliana na timu gani. Namna ya kuweza kuwa na nidhamu kubwa ya kiulinzi, namna ya kuja na plan ambayo itakufanya wewe sio hatarini. Namna ya kujilinda, kuna namna nyingi. Kuna watu wanajilinda nyuma kwa kuwa na idadi kubwa ya watu, alafu wanakuachia mpira wanalia to counter. Lakini kuna watu wanajilinda kwa kumiliki sana mpira. Yaani ukishakuwa na mpira muda mwingi, wewe haupo hatarini kuweza kuruhusu mashambulizi kwa sababu mpira sio wewe. Yule ambaye anakuwa na ukaba, yeye ndio mbona anakuwa anateseka kiwanjani. Kwa hiyo Mashujaa leo hii plan ya kuhakikisha hawashambuliwi sana, hawafikiwi sana golini ilikuwa ni kumiliki mpira. Ndio maana kwenye hizo muda mnaokutajia dakika ya kwanza mpaka dakika 30 ukiangalia ukitaka utafute wastani wa kumiliki mpira utakuta Mashujaa ndio wamemiliki mpira kwa muda mrefu. Walikuwa wanapasiana pasi fupi na inawezekana walikuwa washajua kwamba wakicommit idadi kubwa ya watu kwenda mbele maybe anaweza kujua kwenye eneo la hatari la kuweza kunusu mashambulizi mengi ya hatari kwenye counter attacks. Ndio maana alicha kwamba alikuwa anamiliki mpira lakini alikuwa akivuka katikati ya uwanja kwenda kwenye nusu ya Yanga. Angalia idadi yao watu bado ilikuwa ni ndogo. Kwa hata ikitokea Yanga analazimisha turnover, anashambulia kwa counter, bado anakutana kwenye safu ya ulinzi ya Mashujaa ina watu wengi. Kwa hiyo kuna eneo ambalo kama kocha Julio na benchi lake la ufundi walifanikiwa kupunguza uhatari wa Yanga. Ndio maana tumeona goli sio mengi. Lakini kwa upande wa Yanga kwenye harakati za kuhakikisha una maintain nishati ya wachezaji lakini pia unaondoka na mafanikio kwenye lengo mama. Pia nao maintain. Hujatumia nguvu kubwa, umeshinda magoli mawili. Mission ya Kigoma ishakabilika. Unaangalia sasa mechi inayofuata. Kwa upande wa Mashujaa, wameshindwa wapi kunufaika na hiki ambacho kana kifanya Yanga? Ile by energy yake kwamba nisijitoe sana, niende tu kwenye moment. Mashujaa alipaswa kufanya nini na hajakifanya kuna kwa mchezo husika? Ukiangalia zaidi Mashujaa walikuwa wanatumia zaidi nguvu kukabiliana na Yanga kwa sababu ukiangalia Yanga walivyokuwa wanacheza zaidi walikuwa wanapiga pasi fupi kwa ajili ya kutengeneza spaces kuelekea katika lango na wakipoteza mipira wanarudi kwa ajili ya kuziba zile space ambazo zimebaki kuwa wazi. Unaweza ukaangalia ubora aliokuwa nao Mudathiri Yahya katika mchezo wa leo. Duke Ogabuya, Maxi Nzengeli pia alikuwa na uwezo wa kukimbia kwa flow katika uwanja. Lakini unaweza ukaangalia ubora pia aliokuwa nao mchezaji kama Pako Mezuzwa, Shadrack Isaac Boka naye pia katika ubora wake siku ya leo anakimbia. Kwa hiyo Mashujaa walikuwa na wakati mgumu sana kukabiliana na mashambulizi ya Yanga, lakini pia ilikuwa ni vigumu sana kwao kuweza kuvunja ile safu ya ulinzi ya Yanga kwa sababu ukiangalia safu ya ulinzi yuko pale yuko Bakari Nondo Mamnyeto. Lakini ni ngumu sana kwa Mashujaa kupita katika ukuta huo. Ukiangalia the way walivyokuwa wanacheza, of course walikuwa vizuri katika kutengeneza mashambulizi Mashujaa. Lakini ukija kuangalia mpaka hivi sasa tunazungumza Mashujaa ndio timu ambayo imefunga magoli machache sana katika ligi kuu. Wamefunga magoli 12 pekee. Mchezaji wao ambaye ndio mfungaji bora wa timu Jafari Kibaya na magoli 2. Kwa hiyo unaweza kuangalia ilikuwa ni ngumu kiasi gani kwa wao Mashujaa kupata goli katika mechi ya leo dhidi ya Yanga kwa sababu Yanga walikuwa bora katika maeneo yote, walikuwa wanajua kusoma vizuri mchezo. Yanga wametukumbusha kwamba timu kama Yanga, timu kubwa kama Yanga ikiwa katika mission yake ya kutafuta ubingwa kwenye mechi kama hizi wanakuwa na momenti zao maalum ambazo wanazifanya kwa ajili ya kutafuta ushindi. Kwa sababu ukiangalia Yanga ni kama hawakuwa na wasiwasi wowote katika mchezo wa leo, wamerelax, wakacheza, wanamiliki mpira, wanacheza kwa tahadhari kubwa sana, wakipata goli wanarudi nyuma, wanacheza kwa tahadhari. Na ukiangalia mpaka goli la pili linakuja kupatikana dakika za mwishoni, ni dakika ambazo tulikuwa tunaenda kumaliza mchezo. Kwa hiyo Mashujaa mimi binafsi naamini kama wangeweza kuvunja safu ya ulinzi ya Yanga ingekuwa ni rahisi kwao kupata goli kwa sababu utaangalia mfano kuna muda walikuwa wanafanya maamuzi ya mchezaji mmoja. Tumeona mchezaji kama Mapaka the way ambavyo alikuwa anashambulia na mipira mirefu alikuwa anapiga. Jafari Kibaya the same apply, Crispin Ngushi walikuwa wanashindwa tu kufika katika ile zone ya 18 ya Yanga kwa sababu Yanga walikuwa vizuri katika kulinda lakini pia kuzuia mashambulizi ya Mashujaa. Kwa hiyo hiyo ni moment ambayo imekuja kuwazuia wao Mashujaa na ile malengo yao ama target zao zimeshindwa kutimia katika namna hiyo kwa sababu Yanga walikuwa bora zaidi yao katika mchezo wa leo. Yawezekana namna ya uchezaji ya klabu ya Mashujaa ndio ambayo imewapoteza kwamba Mashujaa leo hii hata angecheza hadi asubuhi alikuwa hawezi kuscore. Nimegushia mwanzoni hapo. Wakati unaandaa mpango kazi wa kujilinda kuna namna mbalimbali. Unaweza kuwa na umiliki mkubwa wa mpira, yani muda mwingi huo wewe ndio unamiliki mpira. Ukishakuwa na umiliki mkubwa wa mpira, obviously wewe utashambuliwa. Mpira si unao wewe. Maana unapunguza hatari wewe kufikika mara nyingi.
Lakini wapo wengine ambao wanaamua kukaa nyuma. Yaani mpira anakuachia wewe miliki. Sisi tunakaa nyuma, tunaziba nafasi, utaliona goli, utapata nafasi ya kupiga hizo pasi, tukipokonya mpira tunashambulia kwa counter. Sasa Mashujaa aliopti kufanya hivyo. Muda mwingi yeye alikuwa anamiliki mpira. Na mgusesi yako ni takwimu. Mashujaa ni timu ambayo imefunga mabao machache. Maana yake wanajijua kwamba hata wakicheza na timu za daraja la kawaida tu, uwezo wao wa kutengeneza magoli pa mechi ni mdogo. Sasa mnaenda kukabiliana na timu ambayo ndio imeruhusu mabao machache kwenye ligi. Maana yake tutaka tutafute timu yenye safu bora ya ulinzi kwenye ligi. Inawezekana Yanga kaa kwanza kwa mujibu wa namba, kwa sababu tunaruhusu magoli machache. Sasa wewe Mashujaa ambaye unaonekana kuwa na safu dhaifu ya ushambuliaji, mtu anayeongoza kufunga magoli kafunga magoli mawili. Na wao magoli mawili ukiangalia namna ni mechi moja mechi mbili, baada hapo mechi kwenye mechi 28. Unafanyaje sasa ili uweze kupunguza uhatari? Maybe kupunguza kufunga goli nyingi, hizo poteza goli chache, au upate sare, au hata kitokeo unashinda basi unapata goli moja. Unakuja na hiyo option. Kwa hiyo Mashujaa alishajua kwamba sisi uwezo wetu wa kushambulia sio mkubwa sana. Kipi tunaweza kukifanya tukiwa bora? Mashujaa imeonekana kuwa timu bora ikiwa nyumbani. Na maana nyumbani walikuwa wamepoteza mchezo mmoja, leo wa pili. Zidi ya Simba, huu wa pili zidi ya Yanga. Ndio. Inakupa picha kwamba wakiwa nyumbani ni wagumu. Kucheza na Azam, Singida, JKT, wote hao hawajaweza kupoteza mchezo. Sasa kwa sababu imara yetu ni huu, basi unajaribu kuja na plan ambayo inaweza ikawahakikishia. Kwa hiyo ambacho kilikuwa kinatokea sasa baada ya wao kuvuka katikati ya uwanja kwenda kwenye nusu ya Yanga, hapo sasa ubora ulikuwa unapungua. Ingetokea una risk labda uongeze idadi kubwa ya watu, kwamba labda tukishakuwa na mpira tumevuka katikati ya uwanja umeweza kunusu ya Yanga, unaongeza idadi kubwa ya watu, unajijua huna uwezo mkubwa wa kuzalisha magoli. Hapo unajijua kwenye mtego. Ukiupoteza mpira, Yanga ukiupaka mpira wakiunda shambulizi la haraka, ndio wakati kwenye shape ya ulinzi una watu wachache, maana yake utajikuta unatengeza mazingira ya Yanga kunufaika na hizo nafasi ambazo umeziacha baadaye komiti idadi ya watu wengi kwenda kwenye nusu. Sasa kwa nini ulisi kufanya hivyo wakati unajua uwezo wako haupo kwenye eneo hilo? Ndio ambacho kinatokea. Unapasiana kidogo kidogo. Timu ikivuka kwenda mbele, haina idadi kubwa ya watu. Kwa hata kitokea wamepokwa mpira, imeunda labda shambulizi la haraka, Yanga anawashambulia, bado unakuta Mashujaa kwenye eneo lao wana watu wengi. Kwa Yanga kanapata ugumu kuweza kuifungua safu ya ulinzi ya Mashujaa. Kwa kuna eneo ambalo kwenye plan ya kuitafuta sare, kwenye plan ya kutafuta ufunge magoli machache, ndio hii Mashujaa wamefanikiwa, lakini wamepoteza. Of course wamepoteza, lakini sio kama vile ambavyo ilikuwa inatajwa. Moja ya kitu ambacho kimezungumzwa sana kwamba watu wanategemea mvua ingenyesha, kwa sababu mechi ya mwisho ilikuwa goli 6 na mara mwisho wanacheza pale ilikuwa ni bao 5 msimu uliopita. Kwa hiyo kifupi, Julio amefanikiwa kimbenu. Julio akafanikiwa kwa sababu alisema kwamba 5 afungwe Julio, sio tu kufungwa 5, hata magoli ambayo Yanga ameyafunga, goli ambalo limefungwa ndani ya box goli moja kati yale mawili. Kwa wewe leo licha kwamba goli la kwanza goli la kwanza ni goli ambalo ni yale magoli ambayo wakati anafungwa inawezekana hata wewe ambaye unafungwa kutarajia kama unafunga. Ni mpira ambao golikipa mrefu kaupiga, alafu Dube akaupalasa kwa kichwa, Mudathiri kaupokea akatani afa akashoot. Ni magoli fulani hivyo unamsifia sana mpigaji kwa sababu ni goli ambalo la uwezo wa mchezaji mmoja. Kwa hiyo pale kipa hataki kupewa lawama yoyote. Kwa lile goli unaweza kumlaumu sababu kafanya kosa. Unajua pale goli nafunga unakosa. Unaweza. Lakini ukiamua unaweza kumlaumu. Wewe mimi siwezi kumlaumu. Usipoamua huwezi kumlaumu. Wewe hujaamua kumlaumu. Ni ukiamua kumlaumu. Wewe kibe umeamua kumlaumu. Goli sasa yani ambalo wameruhusu Mashujaa ni goli fulani ambalo la kwanza hilo. Mchezaji mmoja ni uwezo wake binafsi. Kwa sababu kila mtu anaweza kufunga kwenye goli kama lile. Haikuwa nafasi ya wazi kwamba Yanga umetengeneza nafasi ya wazi kwenye box ambayo mtu ameweza kuitumia. Kwa hivyo. Na hata ukiangalia mchezo mzima nafasi za wazi zilikuwa chache. Mimi nakumbuka moja ambayo Dube alikosa golikipa Lame Kanyonga aliweza kusave. Lakini hizo nyingine nyingi ilikuwa ni kosa ambazo unakuta labda Okelo ameattempt huko nje au ni mpira wa kutenga, kuna moja imekula nguzo. Sasa kwenye mazingira kama hayo against timu ambayo ndio imefunga magoli mengi kwenye ligi, unafanikiwa kuwafanya watu wasiwe na uhatari mkubwa kwenye goli lako. Wewe kimbinu umefanikiwa. Kwa nini hujafunga magoli zaidi? Hiyo ni hoja nyingine ambayo labda ilikuwa inahitaji ubora wa ziada kwa Mashujaa kuweza kuwafungua Yanga na kupata magoli. Kwa hiyo wewe licha ya Julio kupoteza unampa eko. Yani akienda kwenye uwanja wa mazoezi akiangalia namna ambavyo alijiandaa kudili na safu bora ya ushambuliaji kwenye ligi na namna ambavyo ameweza kuwa contain Yanga, amefanikiwa licha kupoteza, amefanikiwa sana. Mchezaji mmoja ukiangalia katika momenti za mchezo wa leo, mchezaji mmoja ambaye mimi naweza nikatoa kongole, kianza na wenyeji Mashujaa,
labda Selemani Bwenzi alikuwa kwenye ubora wake, amefanya ambacho huwa anakifanya siku zote, kuweza kucontrol mchezo na uwezo wake wa kushuti, kwa sababu hata ukiangalia katika yale zile hatari ambazo wamezitengeneza Mashujaa kwenye lango la Yanga, Selemani Bwenzi ni mmoja wapo kwa shuti moja ambalo amelipiga, sio mara ya kwanza, amekuwa akifanya hivyo na mai kuwafunga Yanga kwa mashuti ya mbali hivyo. Kwa naona leo pia alikuwa kwenye kiwango chake, lakini pia Samuel Onditi katika eneo la ulinzi amefanya kazi kubwa sana kuweza kukabiliana na pressure za mashambulizi ya Yanga, kuweza kuongoza vizuri safu ya ulinzi ya Yanga, safu ya ulinzi ya Mashujaa na kuweza kutoruhusu magoli. Lakini kwa upande wa Yanga, Mudathir Yahya of course ndio man of the match na alikuwa na siku bora sana leo. Kiwango chake kinazidi kupanda kila kukicha, amefikisha magoli 9 katika mwendelezo wa ligi kuu akiwa sawa na Prince Mpomelelo Dube katika safu ya wafungaji. Alikuwa na siku bora sana. Alan Okello yule ambaye tumemzoea leo hatujamuona, lakini naye pia alikuwa anajaribu kufanya ambacho anaweza kukifanya, lakini kulingana nadhani na pressure ya mchezo ilivyokuwa na ugumu wa mechi ambazo bado zipo mbele, mwalimu akaweza kumtoa katika dakika za 70. Kwa hiyo naye pia alikuwa katika kiwango bora. Ukija katika safu ya ulinzi ya Yanga, nadhani Bakari Nondo Mwamnyeto watu watakuwa wamefurahia sana kiwango chake leo, ukizingatia mambo ambayo yalitokea huko nyuma. Ameweza kuongoza safu vizuri ya ulinzi, amefanya ulinzi mzuri siku ya leo, amepata bao. Kwa hiyo naye pia alikuwa katika kiwango chake bora. Djigui Diarra naye pia anazidi kuonyesha ubora wake, anaondoka na clean sheet nyingine. Kwa hiyo nadhani hao ni baadhi ya wachezaji ambao mimi binafsi nimeona katika kiwango chao siku ya leo kinazidi kuongezeka na wanazidi kufanya ile kwa bora kwa upande wao. Sawa, goli la kwanza la klabu ya Yanga tumesema tunamsifu mpigaji. Na sasa sio tuna mimi binafsi wewe binafsi ni goli fani ambalo umesema unamsifu. Yapo mtu pia anaweza kajaji position ya goalkeeper sababu alikuwa anaelekea nje kidogo, lakini pia goli la pili la klabu ya Yanga pia la Bakari Nondo Mwamnyeto watu pia wanaipa lawama safu ya ulinzi, kama ambavyo goli la kwanza pia kuna watu wanaipa lawama safu ya ulinzi. Goli la pili ni goli ambalo unajua wakati mnazoea kwenye box au mabeki wametofautiana. Kuna mabeki ambao wapo active, yani yeye uwezo wake wa kureact kwenye tukio ni wa haraka. Yesu umefanya attempt ya kwanza labda imekulanguza au kipa ka save. Sasa ule mpira wa pili kuna watu wapo active sana kwenye kureact kwamba yeye ndo anakuwa kwanza kunifeka nao. Lakini kuna mabeki wengine hapo hana hiyo sifa. Na wengine pia kuna muda huwa anapoteza umakini kutokana na muda dakika 90+. Inawezekana umakini usiwe ule ambao ulikuwa nao maybe dakika 30. Lakini kama haitoshi pia kuna wakati mwingine ni kutokuwa yani kutokufanya yani kuanticipate yani kuhisi tukio kwamba kuna mchezaji unaweza kumuona wakati kona inapigwa au nyewe mnagombaniana mpira, yeye kuna sehemu ambayo yupo kujitenga peke yake. Kwa picha ya kawaida mnaweza kama msihisi kwamba yule anaweza kama yupo kwenye hatari, lakini unakuta yule ndio maana anakuja kunufaika na mpira wa pili au mpira wa tatu. Sasa hiyo anticipation ya mabeki pia sio kila defender anaweza kuanticipate kwamba kuna mtu pale inawezekana akanufaika na huu mpira. Kwa unakuta mmegombaniana papato afu unakuta mtu ambaye anakuja kufunga hakuepo kwenye ile kundi la kugombaniana. Kwa sababu gani? Yeye alihisi labda nikikaa kwenye eneo hili inawezekana nikakutana na mpira. Ni magoli ambayo kuna muda Mudathir alikuwa anafunga sana. Unakuta kwenye box yeye anakuwa nje ya 6 au nje kwenye 4 kabisa. Wakati hapa katikati mmegombaniana afu yeye anakuja kukutana nao. Ni goli ambalo unaweza kumsifia Mwamnyeto kwa kuwa eneo lile ni beki wakati. Ndio ilikuwa ni mpira wa kona, lakini kwa sababu ulikuwa ni mpira wa pili, inawezekana baada ya ule mpira wa kwanza kufa angeweza kurudi haraka kwenye nafasi, lakini kwa bado ipo eneo lile. Lakini cha tatu kwa mtu ambaye atataka kudili na safu ya ulinzi ya Mashujaa, pia nitamuelewa kwa sababu baada ya goalkeeper kusave, alafu mpira wa pili alikuwa ni Depo aliukosa, ni kama aliumeni hivi. Ulikuwa unatarajia defender mmoja wa Mashujaa ndio ayo wa kwanza kureact kwenye ule mpira, lakini haikuwa hivyo. Unaweza kadiri pia na safu ya ulinzi ya Mashujaa kwamba kuna eneo ambalo laweza kufanya kosa. Sawa, sehemu ambayo mimi nilikuwa naangalia mchezo, niliona mashabiki wengi sana wa klabu ya Yanga wanamnyoshia vidole Boka. Watu wakawa wanatamani Mohamed Hussein aingie hata kama kutoka kwenye Angel, kwamba mzee wetu ndo maji ya jioni. Boka kusema kweli tumewahi kuzungumza hapa, ni mchezaji ambaye anahitaji kufanya kazi kubwa sana ili aweze kuwashawishi viongozi wa Yanga wambakishe kuelekea msimu ujao, kwa sababu amekuwa na kile kiwango cha panda shuka. Yaani ukiangalia ubora wake leo ni kwamba Boka alikuwa na uwezo kukimbia mpaka akatoka nje ya uwanja. Lakini asionekane kwenye zile moment. Yaani unajua sasa hivi mtu unaweza ukamwangalia Boka anavyocheza
ukamlinganisha labda na mchezaji kama Nixon Kibabage, unaona kabisa ni maji na mafuta. Yani kuna ile mikimbio ambayo ukiangalia katika mfumo ambao kocha wa Yanga alikuwa anatumia leo, alikuwa anatumia zaidi Shadrack Kaboka pamoja na Yao Kwasi kwa ajili ya kupandisha zaidi mashambulizi, ambapo Yao Kwasi kuna muda alikuwa anaingia ndani anacheza kama namba 6, lakini baadaye katika ile mipira mirefu kukimbiza mashambulizi kupatia upande wa kulia, lakini the same apply kwa Boka upande wa kushoto. Lakini kuna zile finishing ambazo alikuwa unaona kabisa hii sehemu alikuwa anatakiwa apige cross, lakini akipiga cross labda anapiga cross ndefu au akitoa pasi anatoa pasi ambayo haina macho. Kwa hiyo ni baadhi ya moment ambazo watu wengi ukilinganisha na Mohamed Hussein unaona kabisa kwamba hapa angekuepo Mohamed Hussein angefanya kitu fulani ambacho ni bora zaidi, lakini mimi naamini ni ndio ubora wake ambao yupo nao, kwamba ndio ameishia pale, ndio ameishia pale. Kwa hiyo wewe ungekuwa ndio kiongozi, sitarajii wala sidhani kama kuna kitu kingine cha ziada ambacho Boka angeweza kukionyesha zaidi ya hicho kionyesha siku ya leo. Kwa mfano wewe ndio unakuwa kiongozi wa Yanga sasa kuelekea msimu ujao, Boka unabaki naye au ndo bye bye? Napiga panga, bora nisione namba 3. Tatumia hata Farid Musa acheze. Tatumia hata Farid Musa acheze namba 3. Yani bora hapana, siwezi kubaki naye kwenye kikosi changu kwa msimu ujao. Kwa msimu ujao. Kwa sababu unajua Boka kitu gani ambacho kinafanya mashabiki wa Yanga wamzungumze Boka? Unajua hakuna kitu kigumu sana kama kuja kwenye utawala ambao kuna mtu tayari kashatengeneza legacy au yule mtangulizi wako alifanya vizuri zaidi. Kwa mfano kitu anachokizungumzia sana juu ya Boka, ukipiga taswira nyuma alipokuwepo labda tuseme Joyce Lomalisa, alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa na finishing nzuri. Yani ile kufika pale kumwaga maji, kimwaga maji kamba. Yani maji yakimwaga tu ni pupu. Kimwaga tu kamba. Yani hicho ndio kitu ambacho walikuwa wanamkubali sana Joyce Lomalisa. Shida yake kubwa ilikuwa ni ile injury prone, lakini pia unakuta hakuwa na speed sana. Shadrack Boka ni mzuri katika speed, ana uwezo wa kukimbia, na bahati nzuri uwanja wale ulikuwa unaruhusu kwake kukimbia, lakini sasa shida kubwa ilikuwa ni kwenye finishing. Ndio hiyo nakwambia anakimbia mpaka nje ya uwanja, alafu mpira unabaki ndani au mpira anatoka nao nje. Mohamed Hussein ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukimbia, ana uwezo wa kupiga cross, ana uwezo wa kucheza akatani akaingia ndani, ana uwezo wa kutoa pasi zenye macho, na anaweza kutengeneza magoli, lakini pia anaweza kufunga. Hicho ndio kitu ambacho mashabiki wengi wa Yanga wanakuwa wanakizungumza. Lakini sasa bahati mbaya ni kwamba ametoka kwenye majeraha. Nadhani mwalimu mwenyewe alikuwa anaelewa kwamba kwa majeraha alionayo sio mchezaji ambaye anaweza akaanza katika mchezo wa leo. Lazima uanze na huyu ambaye yupo fiti zaidi, kwa sababu kiangalia ratiba yenyewe bado ni ngumu sana kuelekea katika mchezo ujao. Sawa, kwenye eneo la Mbona cheka? Kaza kuna kitu nimekumbuka, ndio maana nimecheka. Yani kuna kitu nimekumbuka ndio maana nimecheka. Kwa sababu nikawa naangalia ile nikaona kabisa hili bwana la mwanangu hili limetoka kwake. Kuna sehemu ambayo mwamuzi hajaitendea haki mechi? Hapana. Alikuwa na kiwango kizuri sana. Alikuwa fresh. Alikuwa na kiwango kizuri. Ni mechi ambayo haikuwa na matukio mengi ya kasi, yani kwamba ikushinde. Mechi fani ambayo kama nimesema awali hapo, ilikuwa kwenye speed fani tempo kawaida. Sawa, kwa hiyo leo hakuna shida. Matukio mengi yalikuwa sawa. Uwanja wa Lake Tanganyika KG Kigoma, kuna watu wanaamini kwamba ni uwanja ambao umetunyima kuiona testi zaidi ya pale ambayo watu wameiona. Kwenye uwanja kuna vitu viwili sasa. Kuna kuruhusu mpira kusereka afu na rangi. Ambacho mimi nikiona pia kina shida ni kama nyasi zimeweza kukauka, yani sio kijani tena. Lakini kwenye swala kuruhusu mpira kutembea hapana shida. Mpira ulikuwa unatembea. Kwa hiyo uwanja kwa sababu kuna mtu hapa naye ameandika bwana, sasa hivi ushindani ulikuwepo, sema uwanja ni kama kidogo umetunyima vitu vingi. Lakini yote kwa yote alama 3 ndio muhimu. Anaitwa Suma Mjeda, yupo Tandika Kimicho. Kama ni kidogo sawa, lakini sio kwamba ikawa ni factor namba 1. Kwa sababu leo hii nimegusia hapa mwanzo plan ya Mashujaa, namna Mashujaa kwa anacheza. Uwezo kwa mnapasiana pasi fupi afu pitch isiruhusu mpira kuseleleka. Kwa mpira ulikuwa unatembea. Ila ambacho mimi nimekiona ni kama nyasi zinakauka. Zinapoteza ule ukijani. Ndio muda ambao kila mtu ashinde mechi zake. Ndio tunasema dakika za lala salama hizi.
kila mmoja anatakiwa ashinde mechi zake, kwa sababu ukidondosha hata alama 2 tu katika mchezo mmoja basi imekula kwako. Kwa timu zote ukiangalia wale ambao wapo katika mbio za ubingwa ambazo mimi mpaka sasa hivi naona zipo kwa pande mbili, Simba na Yanga. Nadhani Simba nao leo walikuwa wanautizama kwa karibu zaidi mchezo wa leo wa Yanga na Mashujaa, kwa sababu ni miongoni mwa mechi ngumu sana ambazo wao wanaamini mpinzani wao karibu alikuwa nazo. Sasa na wao kesho wanaelekea katika mchezo mgumu sana dhidi ya Pamba, mchezo ambao naye anatakiwa apambane apate alama. Akidondosha tu alama basi anaweza kama ameaga mbio za ubingwa, kwa sababu ukishaona gap linazidi kuwa kubwa na mechi zinazidi kupungua, zinazidi kuwa chache, hata ile hali ya kudesire kupata ubingwa inakuwa inapungua. Lakini pia kwa timu ambazo zipo huko chini zikipambania nafasi ya kusalia ligi kuu ama kutocheza playoff, nazo pia zinacheza kwa tahadhari kubwa sana. Mechi zimebaki, kuna timu nyingine zimebakiza mechi 4 mpaka hivi sasa. Ukiangalia mechi 4 ni mechi chache sana ambazo kwa haraka ni alama 12. Kwa hiyo ukipoteza alama hata alama 2 katika mchezo mmoja basi inakuwa imekula kwako. Hiyo ni Yanga ambayo inaondoka na ushindi wa goli 2-0 mbele ya klabu ya Mashujaa. Simu zimelia sana, simu zimeita wanasema. Muda akiitisha simu, lakini pia Bakari Nondo Mnyeto captain. Kwa hiyo muda huu bwana jamaa wetu sasa hawezi kwenda nani? Wapi? Saizi yupo sana kambini. London. Captain Beka. Kwani hakuepo kambini? Yani saizi yupo sana. Kuna muda alikosekana. Sasa wewe kwa mfano leo vile, kwa mfano vile mambo yalikuwa yanaenda vile. Japo ni kweli kwa ukiwaangalia Mashujaa unaona kabisa hata wacheze hadi asubuhi hawezi kuweka chuma. Ndio itokea mnaamna. Afu kuna watu walikuwa wameshaandaa kabisa kwamba hii bwana ndio imeshaisha hivi hivi. Muda ambao watu wanategemea imeisha hivi hivi, labda mganga talala hoi afu jini limetoka. Captain Beka anaweka chuma ya pili. Hiyo ndio tafsiri nzuri ya nahodha kwenye kikosi. Anakuwa ni mtu ambaye anaweza kaamua moment. Na sio Mamieto peke yake. Mara nyingi tukishuhudia kwa timu kama Liverpool, unaona mchezaji kama Virgil van Dijk mechi zikenda dakika za mwisho, unaona hata kama asipofunga goli, unaona hata ile energy ambayo anakuwa nayo na mapambano anakuwa anafanya. Kwa mfano kama mechi ya leo unamwona Captain Beka alivyokuwa na uwezo sasa hivi unaweza kumsifia katika goli alifunga kwa sababu ya eneo ile kuepo. Ulikuwa ni mpira wa kona, lakini unaona eneo ile kuepo amesimama, mpira umefanyika save, lakini ameendelea kuzengia katika ile eneo la hatari akiwa anaamini kabisa kwamba lolote linaweza likatokea. Ni unakuwa unafanya riski ya kupunguza idadi ya walinzi nyuma, lakini ukiwa una matumaini makubwa sana na kile ambacho unakwenda kukifanya. Kwa hiyo ni unaweza kumsifia Mamieto yeye kama kiongozi, anajua hizi moment ni kitu gani tutatokea kufanya ili tuweze kupata ushindi mkubwa. Sawa, Yanga ushindi huo unaofanya kuendelea kaa pale kileleni kuna kwa msimamo wa ligi ya soka Tanzania bara wakiwa na pointi zao 63, lakini pia kwa upande wa klabu ya Mashujaa wao nafasi ni ya 11 wakiwa na pointi zao 27. Michezo ni 26 kutokea Lake Tanganyika KG Kigoma. Hivyo ndivyo ambavyo 90 zile zimekamilika, wanakuambia kwamba pale Mbeya bwana sasa kwamba penalti ya mchongo imewekwa. Mchongo vipi? Penalti tu tuta. Yeye sema Mbeya City alikuwa uwanjani na Mtibwa. Mbeya City ameshinda kwa mkwaju wa penalti. Msajigwa akasema ile penalti ya mchongo. Mimi hapo nitakata. Hapo tutapingana na wewe. Msajigwa akasema leo hii Mbeya City amenufaika na mapungufu ya muamuzi. Nimesema wapi? Wapi nimesema? Labda niambie wapi nimesema. Unajua kama ingekuwa Mtibwa ndo kapata penalti. Mimi ningekubaliana na wewe 100% kwamba Sajigwa akasema. Lakini kwa sababu ni Mbeya City kapata penalti, mimi hapo nitamkingia kifua. Sajigwa akasema hivi, mbona hii sio tuta? Thibitisha. Maana alikuwa ni Wile Mwani ndiye ambaye alikuwa ni 1 against 1 huko na huko, mzangu mbona kama nyepesi hivi? Sikapigwa konga nyepesi vipi mtu kati ya konga? Tuta. Kwa hiyo au ile ilikuwa AI ile? Ipi? Wapi kwani? Ile ambayo kwa sasa hivi bwana. Ile mimi niseme ile sio penalty. Ile Mbeya City. Yaani kibe ninachokwambia ingekuwa timu nyingine sawa, mimi ningekubaliana, lakini kwa sababu ni Mbeya City. Mimi napingana na wewe. Sawa, Mbeya City ushinda 1-0, bao la mkojo penalti ya Adili Bua. Uko kwetu sio wanapenda kumuita Waseme. Waseme. Adili Bua Waseme. Waseme leo amesema. Ndiye ambaye anazibakiza alama 3 muhimu kwa upande wa klabu ya Mbeya City pale jijini Mbeya. Inawezekana kuna kitu zimepunguza
kwa upande wa klabu ya Mbeya City? Labda inawezekana viongozi huko ndani kulikuwa viungo havipikiki. Kwenye ratiba ya Mbeya City ilikuwa ni mechi ambayo inamhitaji kushinda. Kwa hiyo ameshinda, jambo zuri, kwa sababu baada ya leo anaenda kumkabili Simba. Ni mechi ngumu sana. Ingapa singeokota alama 3 leo hii. Ungeenda kwenye mechi ya Simba ukiwa na pressure sana, kwa sababu uwezekano wao kuokota alama ni mdogo, lakini licha